sana mshangilie Bwana ambaye hata kupita siku ya leo. Mshangilie tena kwa vigelegele na shangwe nyingi. Utukuzwe Mungu uli hai. Asante kwa sababu jina lako ndilo niko ambaye niko. Upo ili uweze kutusaidia. Upo ili uweze kuwa nasi. Upo ili uweze kutusikiliza. Upo ili uweze kutuvusha. Upo ili uweze kutufikisha kwenye ile nchi ya ahadi. Nasi tunakushukuru, tuko tayari kufika na kutembea pamoja na wewe katika utatu mtakatifu wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pata nafasi ukae, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana kwa kupata neema hii tena kukutana nanyi watu wa Mungu mnaopendwa sana, mnaoheshimiwa sana na Mungu. Na mimi naona imekuwa neema ya kipekee sana. Sina uhakika kama kuna mtu ambaye hanifahamu. Amen. Basi wengi tunafahamiana, hata kama si kwa jina, hata kwa nafasi na kwa mambo mengine. Na niseme tu neno moja, awamu hii nimekuja na shuhuda nyingi sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni shuhuda kutokana na lile somo ambalo tulikuwa nalo awamu iliyopita, habari za kina Petro. Na mimi nimeona Mungu akininulia kina Petro wa kwangu, akinipeleka mahali. Kwa hiyo shuhuda hizo tutaendelea kuzipokea kulingana na muda utakavyozidi kuturuhusu, lakini naamini na wewe una shuhuda za kwako. Amen. Wengine Mungu alitupa neema hapo katikati, tukakutana huku na kule. Mungu akitupa neema ya kushuhudia hapa tutasema, lakini ilikuwa ni mazingira fulani ya pekee yake sana. Naitwa Mwalimu Mesha Kilongo. Ni mwalimu lakini pia mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa. Natumika usharika wa Kiasa Kilolo, lakini pia ni mwandishi wa habari wa Radio Furaha. Na hivi ninavyozungumza na ninyi nimetoka kazini. Amen. Mshangilie Bwana. Wakati nawasiliana na mwinjilisti nikawa nawaza itakuwaje. Lakini baba yuko vizuri. Kila wakati anakumbusha mtumishi, usisahau huduma, usisahau. Kwa hiyo nami namshukuru Mungu amenipa hiyo nafasi. Kwa nimeacha utaratibu kule unaendelea na nimeona nifike hapa kwa ajili ya kushirikiana na ninyi katika habari ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa leo siku ya kwanza sauti yangu iko vizuri sana, ila utapokea tu cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna somo pana ambalo Mungu alikuwa amenipa. Linasema tumia madhabahu kuvunja madhabahu. Tumia madhabahu kuvunja madhabahu. Hili ni somo pana ambalo naendelea kuandika na kuandaa kitabu kabisa, kwa sababu ni pana sana. Lakini kwa muda huu wa hizi siku 5 tutaangalia kichwa kidogo tu, namna Elia alivyotumia madhabahu kuvunja madhabahu. Kwa hiyo cha wiki hili tutamwangalia zaidi Elia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninatamani pamoja na kwamba tutamwangalia Elia, natamani tusome mstari mmoja tu kama msingi kwenye waraka wa Yakobo mlango wa 4 mstari wa 7. Waraka wa Yakobo mlango wa 4 mstari wa 7 tutautumia kama msingi wetu huko tunakokwenda. Neno la Mungu linasomeka hivi: basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kuna vipengele vichache hapo inabidi uvione. 1, basi mtiini Mungu, cha kwanza. Cha pili, mpingeni shetani. Cha 3, naye atawakimbia. Ukiendelea mistari ya mbele utaona anazungumza juu ya kumkaribia Mungu,
kabla ya hiyo mistari anazungumza aina ya maisha waliokuwa wanaishi wakati huo. Watu wale anasema wanagombana, wanabishana, hawaombi, hawapati majibu kwa sababu hawajaomba. Lakini hapo katikati anasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo kuna hatua tatu. Kwanza ni kumtii kwanza Mungu, au kumkaribia zaidi Mungu, au kumfuata zaidi Mungu, au kuwa na Mungu kwanza, alafu ndio uwe na huo uwezo wa kumpinga nani? Shetani. Na ukishampinga shetani atakukimbia tu, kwa sababu kwanza hauendi kama ulivyo, unaenda ukiwa tayari una Mungu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa madhabahu ina tafsiri nyingi sana, lakini tafsiri rahisi ya neno madhabahu ni eneo ambalo Mungu anatumia kukutana na watu wake. Tafsiri ya kwanza madhabahu, na ukiweza hiyo madhabahu unavyoliandika ile M ya kwanza iwe kubwa. Kwa hii tafsiri ya kwanza, madhabahu ni eneo ambalo Mungu anatumia kukutana na watu wake. Tafsiri ya pili, andika madhabahu ila herufi ndogo. Madhabahu, tafsiri ya pili, ila madhabahu ila herufi ndogo. Madhabahu ni mahali ambapo miungu hutumia kukutana na watu wao. Madhabahu ni mahali ambapo miungu hutumia kukutana na watu wao. Ukisha kuandika, macho ubaoni, na ubao ndio mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu, tafsiri rahisi nimekuwekea hiyo, ni eneo ambalo watu wanakutana ama na Mungu au watu wanakutana na miungu yao. Kwa hiyo tungezungumza kwa lugha rahisi tu ni kwamba sisi tunapokuja hapa tunakutana na Mungu, tumekuja madhabahuni ili tukutane na nani? Kwa hiyo tunapozungumza juu ya kutumia madhabahu ili kuvunja madhabahu, maana yake tunataka tujifunze namna ya kutumia madhabahu kwa mfano wa hii ili kuvunja madhabahu nyingine ambazo zinatumiwa na wengine wanaenda kwa miungu. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo kama sisi tuna hiyo madhabahu, maana yake unaanza kuelewa tafsiri rahisi kwamba okay, kumbe madhabahu inaweza ikajengwa. Ndio maana mnaona hapa imejengwa, kuna ngazi, kuna ngazi. Sasa haya mengine nitaendelea kufundisha huko mbele, hatua kwa hatua. Lakini hebu vuta hii picha ya vitu vichache vilivyoko hapa madhabahuni, na kwa kuwa mimi ni mwalimu, ngoja niulize maswali. Unaona vitu gani hapo madhabahuni ambapo unaona havipatikani mahali pengine ila vinapatikana madhabahuni tu? Nitajia hata vitatu, vinne, vitano hivi. Nuksa kunyosha mkono. Msalaba, alama ya msalaba. Kingine? Mishumaa. Kingine? Tasoma vizuri madhabahu, ndio. Mimbara, altar. Kingine? Kingine? Kuna vitu mnaviacha na vipo pale pale kabisa, naviona. Vitazame vizuri, kwa sababu tunajifunza kwa vitendo ili uone. Hata tutakapokuwa tunaingia kwenye maombi, unakuwa unaomba ukiwa unajua unaomba kitu gani. Kuna maua, si ndio? Lakini pia pana vitambaa. Na hivi vitambaa vina rangi zake. Wale mnaofuatilia ya mama mtagundua kuna kipindi mnakuwa na vitambaa vya rangi hii, kuna kipindi mnabadilisha, si ndio? Zina maana yake kubwa sana katika ulimwengu wa roho na katika matumizi ya madhabahu, kwa sababu aina ya rangi inaachilia aina fulani ya upako. Ndio maana tukiweka vitambaa vyeusi hapa, upako wa uzuri unatuingia wote, hata kama hatujafiwa wote. Tukiingia tu kwa sababu tumeweka vitambaa vyeusi inakuwa hivyo hivyo. Maana tukiweka vitambaa vyeupe namna hii tunaashiria ishara ya ushindi kwamba Yesu ni kweli alikufa lakini amefufuka. Tena sio tu kama amefufuka katika hali ya ushindi ambao amenyang'anya funguo za kuzimu. Ameenda ameketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. Unajua maana yake nini? Maana yake Yesu alipochukua funguo akasogea akaja akaketi.
Mlisahau kukitaja kiti cha madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake nini? Yesu alichokifanya pale msalabani mpaka tunaweka rangi hii nyeupe kinatusaidia kuanza kuwa na imani na kumtazama Yesu akiwa hapa ameketi. Okay, tufanye hesabu tena rahisi. Sijajua kwa nini nimekuja huku. Jamani, Mungu anawapenda. Amen. Jamani, hicho kitu sikuandika wala sikupanga kufundisha hicho. Lakini kwa kuwa Mungu anataka, ngoja twende namna hiyo. Sifanye cha kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba nani? Mkono gani? Okay. Tuchukue mfano kiti kikae kwa mfumo huu. Sawa eh? Na hichi kinakaa kwa mfumo huu. Na kuonyesha hali ya mbinguni ilivyo. Amen. Ili hata unapomuomba Mungu unasema Mungu ujue amekaa upande gani. Hii ni madhabahu, mbinguni ipo. Amen. Biblia inasema mbinguni kuna mianga na nini. Mingine tutaendelea kufundishana hatua kwa hatua. Nikikaa hapa, huu ni mkono wangu wa kushoto, si ndio? Amen. Kwa hiyo automatically huku siko alikokaa Mungu. Kwa hiyo Mungu amekaa huku. Ambapo akikaa hapa mkono wake wa kuume si ndio huu? Ambako huku anakaa nani sasa? Naye anakaa? Pigia Yesu makofi. Unapoomba, hata ukifumba macho hivi, mtazame Mungu katika sura hiyo. Ukijua Mungu yupo upande huu, Yesu yuko upande huu. Unapoomba hiyo picha hiyo inakujia akilini. Unapomwomba uone anakupokea, anakusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza namna ya kutumia madhabahu. Wenzetu wanazitumia hizi madhabahu vizuri, wanajua mizimu yao imekaa wapi, inaelekea wapi. Ndio maana wanajua hata aina ya mkao wa kukaa. Sasa kuna mwingine unafanya tofauti na mkao ambao utaratibu wa madhabahu umekaa. Ndio maana nimeonyesha hapo jinsi viti vinavyokaa. Ndio maana huwezi kukuta maua yamewekwa katikati afu Biblia zimewekwa pembeni. Haiwezekani. Kuna mpangilio fulani umewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akinipa neema pengine wiki hii nitakwambia kimoja baada ya kingine. Maua yana kazi gani? Yana maana gani katika ulimwengu wa roho? Pengine tutasoma na mistari ya Biblia kadhaa. Mishumaa ina maana gani? Amen. Okay. Nasikia ndani yangu kushuhudia kabla sijaendelea. Niliwaambia nimekuja na shuhuda nyingi Amen. kuhusu mishumaa. Nikiwa seminari nilisikia nyumbani watu wamenichafua. Huko mara nyingi napenda kuuliza watoto wao. Okay, nisikia nyumbani wamenichafua kwa maana ya okay. Inakuja inakata. Nitaka kusema hivi. Nyumbani walinichafua. Na wanataka kuchafua familia yetu kwa sababu ya maneno na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea. Nikiwa kule seminari mama akanipigia simu wakiwa na baba, kanieleza nikasema okay. Kipindi seminari imefunga natakiwa kurudi nyumbani. Nikawa nawaza narudije nyumbani mahali ambapo nimechafuliwa, na nikiwepo tu ni kama vile ndio nakoleza huo moto wa kuchafuliwa. Kama ni weke kwenye fumbo hivyo kuchafuliwa, nisitaje kuchafuliwa kwa aina gani. Ila na wewe mwenyewe unaweza kufikiria na wewe unaweza kuchafuliwa kwa namna gani, si ndio? Kwa sababu ya hicho kilichopo hapo ndani. Pengine Mungu akitupa neema tutaendelea kusema. Mungu akaniongoza kununua mishumaa. Sawa. Na seminari kwa sababu maisha nilikuwa naishi kawaida, kwa hiyo nikaomba nyumbani wauze vitu nilivyokuwa navyo, wanitumie hela ninunue mishumaa hapa mjini, ninaporudi niende na mishumaa. Alafu moyoni nikamwambia Mungu, hii Mungu ni sadaka ya kunisafisha. Alafu nikaenda naye nyumbani. Alafu mimi nyumbani wakati huo, na kwa kuwa ibada hii haturekodi, kwa hiyo hawanisikii, kwa hiyo hawatasema nimewasema. Kwa sababu tulikuwa wakati huo tunatumia vile vimeshumaa vyembamba vidogo vile, sima vijua vina mistari hivi kama vile wanatumiaga watu huko mitaani, sio madhabahu. Kwa hiyo nikapeleka ile mishumaa, moyoni najua ninachokiomba. Nikapeleka madhabahu. Nilipofika yule mtumishi akaombea mjisi pale, akaombea na inadumu sana ile mishumaa.
kama hii. Baada ya muda yule binti naye akaanza kujishusha. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona anajishusha manake baadaye anaanza kutangaza nilichokuwa na kisema cha uongo, yule kaka usiki nikaisha. Nataka kusaidia nini? Muulize Mungu ufanye nini, kwa kitu gani kwa ajili ya madhabahu, utumie nini kwa ajili ya madhabahu, alafu hicho Mungu kupitia hicho afanye jambo la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Uone uhakika ukiwa unatoa sadaka za aina hiyo. Kuna wengine wanaotoa sadaka za kufagia madhabahu. Kuna wengine wanatoa sadaka za kununua maua au kumwagilia maua. Kuna wengine wanatoa sadaka za vitambaa. Kuna wengine wanatoa sadaka za kuvalisha majoo. Unajua kazi yake? Manake Mungu anaanza kuzitazama hizo sadaka zinazotumika madhabahu. Wengine wanatoa muda wao kumwimbia, kumsifu. Chochote kile ambacho unakifanya kwenye madhabahu, uwe na uhakika Mungu atakumbuka tu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia chochote vile unavyosukuma ndani. Vile unavyosukuma ndani. Sasa tuko tunazungumza habari za Elia. Mpaka ninasahau kwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Elia, kuna vitu vingi sana kuhusu madhabahu kabla sijamzungumzia Elia. Pengine nitaanza ajenda zake kesho. Ila nitaje vitu vichache kuhusu madhabahu. Viendelee kutumika kama msingi tunakoelekea huko mbele. Na kuonyesha kitu cha kipekee yake sana, cha ajabu kuliko kawaida. Hebu tuende kwenye Wakorintho. Wakorintho wa kwanza, mlango wa 6, mstari wa 18 hadi wa 20. Ndani yangu nasikia nguvu zinatoka madhabahuni kwa Bwana. Unajua haikuwa rahisi kupanda pale, kwa hiyo na kokote tumepanda katika namna hiyo, nasikia nguvu za kuachilia saa hizi. Wakorintho wa kwanza 6 mlango wa mstari wa 18 hadi wa 20. Anaanza anasema ikimbieni zinaa, si ndio? Amen. Anasema kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Zingatia maeneo, nje ya nini? Mwili wake. Anasema ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake. Kwa hiyo kuna nje ya mwili alafu kuna juu ya mwili. Lakini mimi nataka kitu kinachohusiana na ndani ya huo mwili. Mstari wa 19 anasema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni nini? Hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Kabla hata hujaenda mbali, chukua neno mwili wenu ni hekalu. Mwili wenu ni hekalu. Mwili wenu ni hekalu. Mpaka ukifika hapo, vuta hii picha. Kama mwili wangu au mwili wako ni hekalu, manake hekalu unajua manake kanisa, si ndio? Kwa hiyo mwili wangu au mwili wako ni kanisa. Ndani ya huo mwili kuna milango, sawa? Ndani ya huo mwili wako kuna madirisha. Ndani ya huo mwili wako kuna madhabahu. Lengo langu mimi ni kuonyesha madhabahu. Lakini nasema nikupitishe huko nje kwanza uelewe hivyo vitu vinavyofanyika nje vikoje, vinavyofanyika juu vikoje, lakini ndani ya huo mwili kuna kitu kinaitwa madhabahu ambayo Roho Mtakatifu Biblia inasema ndio hekalu lake, yani yeye ndio hapo anapatumia zaidi. Kwa lugha rahisi manake kuna madhabahu zinazoweza kujengwa kama hivi, lakini kuna madhabahu zinazoweza kutembea ambayo ni mimi na wewe. Kuna watu ambao wanatembea kama madhabahu, na kwenye upande wa giza ndio utaziona hizo rahisi zaidi, kwa sababu mtu jinsi anavyotembea tu ana ile nguvu za kimadhabahu. Akikufanyia kitu tu unashangaa, akikushika tu mkono unashangaa umeingia kwenye ushirika na yeye, unashangaa umeelekea ambao sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutana na watu ambao kwa sababu tu ya kusalimiana na mtu tu hivi amehamishwa haya. Nyota yake imehamishwa, ndoto yake imehamishwa, amepotezwa. Kuna wengine ambao kwa sababu ya vile tu walivyo, manake ile nguvu walionayo, ile mwili wao wanautumia kama hekalu kweli kweli, ila la upande wa pili. Na wewe chukua hiyo nguvu.
Anza kutumia mwili wako ukijua kwamba mwili wangu ni hekalu. Ukishajua kitu cha namna hiyo, utaanza kuulinda, utaanza kuutunza, utaanza kuepusha na dhambi ambazo zinaweza zikachafua hekalu la Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akishaingia na upako wake, kama ambavyo tumetafakari katika majuma yaliyopita, maana yake ni kwamba akiingia, anaingia na nguvu zake. Watu wengine wanapokutazama wanaona kuna nguvu za Mungu ndani yako. Wanapokutazama mwili wako wanaona kuna nguvu za Mungu ndani yako. Magonjwa yanapotaka kunyemelea yanakutana na nguvu za Roho Mtakatifu huko ndani ya huo mwili. Yanapotaka kusababisha nyota yako kuondolewa kwa njia ya kushikana mkono, Roho Mtakatifu akamwambia hapa sio sehemu sahihi. Wanapokuwekea mtego njiani kama ni kitu cha kuruka, Mungu atakwambia kwamba kuna kitu cha kuruka hapa, unatakiwa kuvuka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutajia habari ya mti hapa. Kuna watu ambao mitego yao wametegewa miti mikavu. Tutamsoma hapa Elia kwamba alijenga madhabahu akaweka kuni. Nitakuonyesha mbele kwenye ndapofafanua. Lakini kuna wengine wanawekewa kuni njiani afu wanaruka. Akiruka kuna kitu hapa amekutana nacho. Kizazi. Mamlaka ile ya yeye kama mzazi inaanza kupotea. Unashangaa nafasi yake inaanza kuyumba. Yaani anaanza kuwa haeleweki. Wewe mwenyewe unaanza, kama ni wewe unashangaa nafasi. Yaani kuna vitu fulani unaona zinaanza kupungua badala ya kuongezeka. Sasa tutaendelea kutafakari juu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani tuwe na ombi leo, asubuhi ya leo. Kwa kuwa Mungu ametufundisha hii siri kubwa ya ajabu. Tumemjua yeye alipo, yupo upande gani kati ya hizi pande mbili kwenye madhabahu. Lakini kwa sehemu pia tumejua kwamba kuna uwezekano wa madhabahu kutembea. Maana yake natamani hata tunapoagana hapa hii asubuhi ya leo, napotangaza hiyo, unaondoka ukiwa na huo upako na unakona hiyo neema, ukiwa unatambua mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amen. Na wewe unakuwa madhabahu inayotembea. Ukifika kazini wewe ni madhabahu. Amen. Ukifika nyumbani wewe ni madhabahu. Amen. Ukifika masomoni wewe ni madhabahu. Amen. Kila mahali utakapokuwa wewe ni madhabahu. Maana yake unaanza kujigundua, kuna kitu cha kuachilia hapa. Kwa sababu si kuna mtu ametaja hii mimbari. Maana yake madhabahu ina kitu cha kuachilia kwa ajili yetu. Ndio maana hata mimi naitumia hii, si ndio? Maana yake ina kitu cha kuachilia kwa ajili yenu. Maana yake na mimi ninapotembea mahali najua nina kitu cha kuachilia kwa watu wengine. Na wewe ukitoka wewe unajua kabisa una kitu cha kuachilia kwa ajili ya watu wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo natamani tumuombe Mungu aturehemu ikiwa tulichafua hii madhabahu inayoitwa mwili. Naomba usimame. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe. Kiu yangu, haja yangu, nifanane
akufinyange. Mwambie Bwana Yesu afinyange kwa upya mwili wako. Mwambie Bwana Yesu afinyange nafsi yako tena. Afinyange tena hilo hekalu la Roho Mtakatifu. Afinyange tena, afinyange tena, afinyange tena. Anajua jinsi lilivyoharibika, anajua jinsi lilivyochafuka. Yeye anahesabu jinsi ulivyochafua, lakini anahesabu jinsi utakavyorudi kwake. Anahesabu jinsi utakavyomkaribisha kwake. Mwambie Bwana afinyange, afinyange. Bwana Yesu tufinyange watoto wako. Bwana Yesu tufinyange watoto wako. Ili Mungu unapotutazama, ukajione wewe kwenye mioyo yetu, ukajione wewe kwenye sura zetu, ukajione wewe kwenye matendo yetu. Ili tunapotembea tukaiwe miito madhabahu ambazo zitafanya kazi sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana, finyange binti huyu, finyange kijana huyu, finyange mama huyu, finyange baba huyu, mzee kwa kijana. Mungu wafinyange na watoto wake, wafinyange na ndugu zake, wafinyange Bwana. Tazama jinsi ambavyo wanatazamika vibaya. Mungu wafinyange kwa upya. Finyanga na hiyo kazi yake, finyanga na hiyo biashara yake, ili wanapoitazama wakaione madhabahu mpya, wakaione madhabahu mpya ambayo inaweza ikachilia kitu cha kimungu ndani yao. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu finyanga hata mikono yetu, finyanga hata kila jambo ambalo limetumika kama chanzo na sababu ya madhara na maumivu kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo, finyanga na miili yetu, finyanga na vizazi. Katika jina la Yesu Kristo, wanaopitia magonjwa, Bwana ukawafinyange. Mungu wa mbinguni, wewe Roho Mtakatifu unaokaa ndani ya miili na roho za watu wako, katika jina la Yesu Kristo, jidhihirishe kwao. Endelea kujidhihirisha kwao, endelea kujidhihirisha kwao, endelea kujidhihirisha kwao, na utukufu wako ukazidi kuonekana tangu sasa na hata milele. Bwana, asante kwa ajili ya madhabahu yako ambayo inanena mema. Tunapotafuta namna hii, tunajua upande ulipo. Naomba Bwana, mioyoni mwetu tuna uhakika na jinsi unavyotupenda na jinsi unavyotujali, na sifa na heshima ni zako wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na sifa na heshima ni zako wewe Bwana. Mungu ukaendelee kutufinyanga na ukatupatie tena siku ya kesho. Na Mungu akubariki wewe. Karibu tena siku ya kesho, tutafakari zaidi. Na Mungu ana makusudi. Nasikia nguvu nyingi sana katika hii wiki. Na Mungu atawafungua watu wengi, watatolewa kwenye hizo madhabahu katika jina la Yesu. Na Mungu alibariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tulipokea neno la Mungu kwa mazito matatu. 1, 2, 3. Asante sana mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Lakini pia nawashukuru sana washirika wote kwa kufika leo kwenye siku ya Jumatatu kama lango. Naomba Mungu atakusaidia enda kufika ili tuende kujifunza zaidi juu ya somo hili linalosema tumia madhabahu kuvunja madhabahu. Tumia madhabahu kuvunja madhabahu. Utapata mambo mengi. Basi naomba nikamilishe sifa na mchungaji Madembo na Bishop Mbele. Karibu Mungu kwa sadaka. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen, amen. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen, amen. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen, amen. Hallelujah,
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Bwana kwa ajili ya siku ya Jumatatu ambalo ni lango la wiki hili, mfalme wetu, na umesema moto usizimike madhabahuni. Ndio ushindi wetu kwenye biashara zetu siku ya leo, nyumbani kwetu na katika mioyo yetu na tunaposafiri, kwa sababu tumepata upako kutoka madhabahu yako hii Bwana. Uso wako unakwenda pamoja nasi na unaenda kutupa raha katika jina la Yesu Kristo, na mito ya maji iliyo itatoka ndani yetu na ulinzi unatoka kwako, kwa sababu wingu lako Mungu linamfunika kila moja, maana linapotembea na sisi tunatembea, likisimama na limesimama katika jina la Yesu. Unapoziona sadaka hizi tuone sisi. Bariki na mtumishi wako Bwana, ambaye Bwana tewela atatuhudumia kwa ajili ya wiki hili Baba, katika jina la Yesu. Waliokuwa wagonjwa wapate uponyaji, waliokosa amani wakapate amani, wasiokuwa na mafanikio waone mafanikio, maana tunabarikiwa kutoka madhabahu hii katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunapokea ujumbe uliosema nasi na kanisa tuseme amen. Basi pokeeni baraka ya Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kupa amani Jumatatu na wiki nzima, na siku ya leo ina kibali mbele za Bwana, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Tupiane mikono tukisema neema, tukienenda kwa amani ya Bwana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amen. Uso wa Bwana unakwenda pamoja nasi, tuenende kwa amani ya Bwana, tumtumikie kwa furaha.